Karibu sana kwenye kipindi chetu cha leo cha Unspoken, ambapo tunazungumzia mambo ya maisha, imani na uzoefu wa kila siku. Leo tuko na mgeni maalum sana, padri wetu mpendwa. Karibu sana padri, unaweza kujitambulisha kwa kifupi kwa wasikilizaji wetu? Asante sana. Kwa majina naitwa Father Richard Osvaldo Villarsorrilla, majina magumu kidogo. Ni mzawa wa kisiwa cha Jamhuri ya Dominica au Dominican Republic katika visiwa vya Caribbean huko Latin America au Marekani ya Kusini. Ila nilifika hapa Tanzania 2014 na mwaka jana nilipata neema kubwa ya kupadrishwa katika jimbo hili. Mimi ni padri wa jimbo ambaye nahudumia katika parokia ya Bikira Maria mama wa kanisa hapa Goba. Padri, safari yako ya upadri ilianzia hasa wapi? Kwa kweli safari yangu ya upadri ilianza kidogo kwa ghafla wakati nilikuwa namalizia masomo ya sekondari. Nilisoma katika shule ya mapadri, shirika la Wafransiskani, na hasa kwenye miaka ya mwisho wanagusia sana swala la wito, na kila likiguswa na nasikia kitu kinanisumbua kidogo ndani, kinatibuliwa, lakini nilikuwa naogopa sana kwa sababu nilikuwa na ndoto ya kujenga familia, ya kuoa na kuwa na watoto na kwenda pia chuoni na kadhalika, kusoma vitu vingine. Kwa hiyo ilikuwa inaniogopesha sana kwa kweli. Kwa hiyo ilianza kidogo hivyo kwa ghafla, lakini baadaye naona Mungu aliendelea kuniita, aliendelea kusisitiza popote nikienda, mpaka mwishoni niliona kwamba ilikuwa vema nimpe Mungu pia nafasi ya kuniambia yeye alikuwa na mpango gani na mimi. Ni tukio gani la kwanza kufanya uhisi hii ndio njia yangu sahihi? Nakumbuka siku moja sisi shuleni tulikuwa na desturi ya kusoma injili ya siku kwa zamu kila mwanafunzi. Na ilipofika zamu yangu, yule coordinator alikuwa hanioni kwa sababu kulikuwa na nguzo katikati. Kwa alikuwa hajui ni mwanafunzi gani hiyo siku anasoma. Sasa mimi nilisoma tu injili kulingana na mimi kawaida, lakini baadaye yeye alianza kuuliza na nani ndo alisoma injili, akanifuata akasema hakuweza kuamini kama nilikuwa ni mimi. Mwanafunzi shy moga hivi, kwa sababu alisema nilijisikia kabisa wamemwalika padri kusoma. Na pia nakumbuka best friend wangu alikuwa anasema kwamba yeye akisoma injili haelewi kitu, lakini akiniambia mimi nikieleza injili ambapo mimi nilikuwa sifanyi kitu cha pekee, nilikuwa tu kama narudia, anasema ina make sense, yani anaielewa. Na popote nikienda watu wakawa wanaongea, lakini kilichonigusa zaidi ni kuona paroko wangu. Kwa kweli nilipoona anaishi paroko wangu, nilisikia kweli kwamba kumbe maisha haya yanaweza kumjaza mtu na furaha. Ndio, kwa mambo mengi ambayo tunajua kutokana na wito huu, mapadri wengi wako na changamoto kutokana na familia. Ndio. Je, familia yako ilipokeaje hili swala? Kwanza kabisa mimi ni mtoto niliyezaliwa nje ya ndoa. Wazazi wangu hawakufunga ndoa, walinipata mimi wakati wakiwa chuoni. Mama akisomea udaktari, baba akisomea biashara, na ndio biashara kwa ujumla. Sasa katika hali hiyo naweza kufikiri mama yangu tayari alikuwa yatima kipindi hicho, mtoto wa mwisho, na mimi anapata mtoto katikati ya masomoni. Ilikuwa kweli changamoto kubwa kwa pande zote mbili, kwa familia ya baba lakini hasa kwa pande wa mama. Na mama kwa ujasiri mkubwa aliamua kusonga mbele na mimba yangu. Sasa kutokana na hilo mimi nimelelewa na mama kwa asilimia kubwa. Baba alikuwepo akinichukua mara kwa mara. Baba katika familia yake ni Wakatoliki wa desturi wa mpokeo wa vizazi vingi. Upande wa mama ni wa dhehebu lingine. Kasoro mama na mimi, wengine wote ni Wakristo wa makanisa mengine. Hivyo nilipoambia kwamba nasikia wito, kweli majibu yalikuwa ya kila aina. Baba alipokea kwa sababu hata yeye Mungu alikuwa amemgusa sana miaka michache iliyopita, kwa alikuwa tayari kuona Mungu anavyoleta mapinduzi. Upande wa mama siwezi kukataa kwamba alikuwa amewekeza sana katika malezi yangu, katika elimu, kifedha, matarajio mengi, wajukuu na kadhalika. Kwa kweli kwake ilikuwa donge zito sana, ilikuwa kama maji ya baridi, na ilimchukua muda kwa kweli kuja kupokea. Kufurahi alifurahi, lakini kupokea na kubali katika maisha yake ilimchukua kweli muda na mateso sio machache. Upande wa familia ule ambao sio wa Katoliki na marafiki zangu kweli wengi walipinga, walishindwa kuelewa, na mwishoni wamesema kama Paulo alivyosema kwamba lazima nifungwe, sema basi mapenzi ya Mungu yatimie, kwa sababu tumeona wewe umeshindikana. Ni kati ya maneno ambayo nimepokea. Ulizungumzia ulikuwa na ndoto kuwa na familia. Ndio.
na kuendeza familia kama muumini mwingine. Ndio. Je, una ndoto gani ya kikazi tofauti na upadri? Kwa sababu upadri pia ni kazi. Ndio. Ukitoa kwamba ni huduma. Ndio. Ulikuwa na ndoto ya kuwa nani? Mimi kwa kweli, kutokana pia na malezi hayo ya single parent, sasa sisi watoto wa kiume tunapata mara nyingi wasiwasi kwenye maisha, na ilikuwa kwangu vigumu sana kujua nataka kusoma nini, mpaka nilikuwa nasoma kile ambacho wananiambia watu. Wananiambia wewe unaonekana unapenda hesabu, somea uhasibu. Wasibu wamekuwa wengi, somea uhandisi wa kompyuta. Sasa wamekuwa wengi, kwa hiyo mwendo kaenda mpaka nikawa na ndoto, na kweli nilisoma walau semester moja chuoni ya software development, yani utengenezaji wa program. Ndio. Kwa hiyo kwangu ilikuwa career ambayo kweli naiona inaniridhisha na nilipenda sana kusema kweli. Kwa hiyo hata kuweza kuiacha ni tu kwa sababu Mungu alikuwa ameniaminisha kulikuwa na jambo kubwa zaidi. Tunaamini kwenye kila ndoto kuna mtu anayemwandalia mbele yako. Ndio. Role model wako kwenye utume huu alikuwepo nani? Nasema hii ni paroko wangu. Kipindi ambapo Mungu alianza kugonga sana kwenye mlango wa moyo wangu, nilikutana na mtu huyo. Yeye pia alipadrishwa akiwa kijana sana. Nadhani akiwa na miaka 26, 27 tayari alikuwa padri. Miaka 29 alikuwa paroko, na alikuwa mtu wa watu, lakini anajua kujitenga, anajua kuheshimu watu, anajua kuwahudumia kila mtu. Kweli unajisikia kwamba ni baba, kwamba ni kaka. Na kuna namna fulani anavyotembea, anavyoongea, anavaa tu kawaida, na ni mtu kweli unaweza kumsogelea, ukazungumza naye, mkatoka, mkapiga story, mkaenda kula sehemu, mkaenda kuogelea. Sisi ni watu wa visiwani, kuogelea ni lazima. Lakini hata hivyo anaendelea kuwa mtu wa ibada kabisa, kihubiri, anagusa mioyo. Kwa kweli mpaka kesho naamini yupo na mbeba kama kielelezo changu. Tumekuwa serious sana na wito. Sasa hivi turudi kwenye maisha ya kila siku. Sawa. Ukiamka asubuhi kwa kawaida, siku yako inaanzaje? Kwa mbinde. Mimi ni mtu mvivu sana wa kuamka asubuhi. Mungu anajua nahitaji kuweka alarm kama 3 hivi ili niweze kuamka. Moja ya uongo, nyingine ya kujivuta, alafu ya kweli. Alafu nahitaji kuweka simu mbali ili nilazimishe kuinuka. Vinginevyo Mungu anajua nitakimbizana sakristia. Ndio. Ni saa gani unajisikia uko productive zaidi katika siku? Hapo nikifanikiwa kuamka ile saa 11, yani lisali moja kabla ya misa, na napata muda mzuri wa kutafakari vema ile injili ya siku, pia kusali ile sala ya vipindi, kujiweka mbele ya Yesu Ekaristi. Naona nikiweka vizuri ule mwamba wa kwanza, mingine yote yanaenda. Wewe unahisi kwa siku ni shughuli gani zinachukua sana muda wako? Nikibahatika sana kupata watu wanaokuja ofisini, kweli mara nyingi wanakuja na tunaweza wakata hadi masaa tukizungumza. Kwa hiyo siku za ofisi kweli kusikiliza watu kunachukua masaa mengi. Siku nyingine masaa mengi yanaenda kwenye maandalizi ya ibada, kwenye kuandaa mahubiri au kuangalia masuala mbalimbali, na kwetu sisi ambapo kuna makanisa ambayo yanajengwa bado, pia miradi inaweza kuchukua muda mrefu sana kwa sababu ya ufuatiliaji wa miradi. Kuna siku ambazo unahisi umechoka sana? 99%. Unazichukuliaje hizo 99%? Kwa kweli wengi tunajaribu kupeana moyo wa padri, kuambiana kwamba upadri umeutaka wenyewe, ila mimi nina mtazamo tofauti. Mimi bibi yangu alipokuwa ananiuliza ikiwa je mimi napenda upadri, nilisema sio swala kupenda, ni swala kuitikia wito. Kwa naamini kwamba katika kila wito, mwisho wa siku, hata ukiwa na uchovu gani, kuna kale sauti unasikia ndani yako kanakwambia kwamba Yesu anakushukuru, kwamba kweli umechoka katika jambo jema. Tofauti na mimi ambapo nimechoka mara nyingi nikifanya mapenzi yangu, kile ambacho kinanipendeza. Unafika nyumbani hata yani uone kama siku yako imekuwa na maana. Lakini papa umechoka mpaka unadondoka kama jiwe kitandani kwa ajili ya watu wengine, kweli unajisikia kuridhika na kutimia ndani. Kati ya misa, maungamo na shughuli nyingine, ni ipi inakugusa zaidi moyoni? Kwa kweli wakati wa mageuzi mimi nadhani hayana kifani, lakini maungamo pia ni wakati mkubwa sana. Nakumbuka yule mzingo wa mapepo, yule exorcist mkubwa wa Vatican alifariki, Father Amos. Alikuwa anamwambia mapadri kwamba ikiwa ninyi mnaogopa kutoa pepo au kuzingua pepo, basi mngetakiwa kuogopa pia mahubiri na maungamo, kwa sababu umo ndani mashetani wengi wanaondolewa. Na nimeonja hayo kuweza kuyagusa kwa mikono na kuona injili, neno la Mungu likitimia mioyoni na maishani mwa waumini. Nadhani ni kitu ambacho hakina bei, hakina gharama.
Je, ni siku gani ambayo ilikufanya useme leo nimefundisha kitu kikubwa? Bila shaka ni Jumapili, kwa sababu yale yote ambayo Mungu amekupitisha na umeyaona na umefanya ndani ya wiki, unaona mara nyingi matunda yake siku ya Jumapili, ambapo una masaa machache ya kukana parokia yote kama familia, na pale kweli unaanza kujisikia baba. Ndio, turudi kwenye mahusiano yako na waumini. Ndio. Unajengaje ukaribu na waumini wako wa kila siku? Wahi na usiwe na haraka. Kunapenda kuwahi kidogo, na sana sana baada ya misa kutoweka haraka. Nazunguka kidogo sakristia, natafuta watu ambao wanahitaji baraka, nauliza, nawasumbua, nacheza na watoto, kujenga ukaribu. Watu wasituone mapadri kama watu ambao wanaishi kule juu, sisi tuko hapo chini, tukitoa kila mtu shughuli zake. Kwa kweli nilichukua kama padri wengi ya desturi ya kutoka nje, kukaa na watu wala dakika 5-10, naona inajenga ukaribu na wanajisikia kweli kupendwa, ambacho ndio ukweli. Ni vizuri. Ni changamoto gani kubwa unazokutana nazo katika kuhudumia watu? Katika kuhudumia watu, changamoto kubwa ni naamini mara nyingi ni zile tunaita prejudices, yani ni misimamo ya mtu ambapo anapata shida ya kusikiliza na kupokea mtazamo tofauti. Mara nyingi mtu anaweza kaja kwako tayari jibu analo moyoni, na hapo inahitaji mchakato mkubwa kuweza kumfungua kutazama vitu kwa mtazamo wa Mungu au wa Yesu Kristo katika maisha yake. Kama binadamu wa kawaida, kila mtu anakuwa na tukio lake lile ambalo haliwezi kufutika akilini. Ndio. Je, kwa upande wako tukio uwe padri, ni tukio gani ambalo je kufutika akilini mwako? Mimi naamini ni ule wakati tulipolala kwenye ibada ya kuwekwa daraja la upadri, na ule wakati ambapo nilipakwa mafuta mikononi kwa sababu ya kuwaza yale madonda ya Yesu. Kwa kufikiri kwamba hata pale anaposalimia, anaposema Bwana we nanyi au amani ya Bwana iwe nanyi, anafungua mikono hivi, ni ishara ya Yesu Kristo aliyefungua na alionyesha madonda yake. Ni kitu ambacho siwezi kusahau. Sisi ni waumini na nyinyi ni mababa zetu na ni mapadri. Unaweza kutuambia nini, au kwa imani hii unaweza kutuaminisha mapadri ni watu wa namna gani? Mapadri ni watu wa namna gani? Ndio. Kama nilivyosema, sisi ni baba na tunatakiwa kuwa mfano wa baba yule wa mbinguni, mwenye huruma, anayesema ukweli kwa upendo, na ambaye daima yuko upande wako, sio kukuhukumu bali kukuinua. Ndio, tunaamini mapadri hawana free time. Ukiniuliza mimi naweza kusema hivyo. Sasa sijui kwako wewe ipoje? Free time ipo jamani. Masaa ya 24 ambayo tumepewa ni swala la kujua kuyaweka vizuri. Kama nilivyosema, nikiweka vizuri masuala ya Mungu asubuhi, na kweli naweza kumpenda hivyo, naona yeye mwenyewe baadaye ananijalia hizo nafasi ndogo ndogo za muda wa kuweza kufanya vitu vingine ambavyo vinachangia kitofauti katika malezi yangu. Hapo kwenye vitu vingine, unapenda kufanya nini unapopumzika ukiwa mwenyewe? Muziki kama wote. Napenda sana kuangalia cartoon, kwa sababu bahati mbaya siku hizi filamu nyingi zimeingizwa vitu vingine ambavyo sio vizuri sana. Kwa hiyo nimeamua kubaki upande wa watoto. Pia napenda kuangalia filamu na wadogo zangu, kutoka kwenda kuogelea, kupiga gitaa na mambo kama hayo. Unapenda muziki wa aina gani? Unasema unapenda muziki sana. Nadhani mimi naamini kwamba hakuna mtindo wa muziki ambao ni mbaya. Ndio. Wote una ladha yake na mazingira yake. Kwa ukijua kucheza na mazingira, naamini yote yanafaa. Binafsi mimi ni mpenzi wa pop, rock na classical music. Lakini pia naweza kuadapt, naweza kuingia karibu mazingira yote. Tangu nimefika hapa Tanzania nimekuwa mdau sana wa bongo flavor na vitu vingine. Kwa hiyo na hata mapiano sikatai kama nimeshawahi kucheza. Hapo ni msanii gani wewe anakukosha? Tuseme kwamba na wakubali sana Sauti Sol tukienda nje, lakini tukiwa hapa Tanzania, Alikiba, Professor J, na mimi ndio napenda sana. Mwanzoni ulizungumzia kwamba wewe ni mtu wa kisiwani, kule kuogelea ni sehemu ya maisha. Ndio. Je, kwa hapa sasa hivi unapendelea kufanya nini muda wa mapumziko? Kwa kweli kama nitapata nafasi ya kuishi majini ningefanya. Mara nyingi sipati, kwa hiyo napenda pia kutembelea familia. Kwa sababu hivyo narudi kwenye uhalisia, isiwe kila kitu ni altareni, pia kuna maisha nje hapo. Na kuweza kujua ulimwengu unaendeleaje, na pia kweli
katika familia nadhani tunakamilishana. Wito wa ndoa na wito wa padri zinalishana. Kwa hiyo kukaa na familia nadhani ni kitu ambacho kinanisaidia kujaza charge, yani kujaza betri tena. Ndio. Kwa umesema ni yale kwenye familia na upadri. Lakini kuna mapokeo tofauti ya stress pamoja na pressure. Ndio. Wewe unapokeaje na unashughulikiaje? Stress na pressure kwa kweli ni nyingi, na mara nyingi jioni uchovu, unaweza kujisikia huzuni, upweke, ukata tamaa, kushindwa. Katika hayo yote kama nilivyosema, mara nyingi ni mbele ya Ekaristi Takatifu au Bikira Maria, naona ni kimbilio kubwa sana katika kunionyesha kwamba kama Zaburi inavyosema, hata kile ambacho kinapandwa katikati ya machozi kinaleta matunda katikati ya vicheko. Kuna wakati uliwahi au kuhisi kukata tamaa? Ndio. Ulilishindaje hilo? Ndio. Kwa msaada wa kanisa, kwa kwenda kwa watu ambao Mungu aliwaweka mbele yangu, ambao waliweza kuniinua, kuungama, lakini pia tu kwa ajili ya malezi, kwa ajili ya kupewa neno, mapadri au wale ambao niliona Mungu aliwaweka katika maisha yangu, ambao niliona kweli hawa wako karibu na Mungu, wanaweza kanipa neno, na walinisaidia sana kuona kwamba sio mwisho. Tunajua sala ni kila mtu anasali. Ndio. Je, kwa wewe sala ina nafasi gani katika ratiba yako ya kila siku? Ni muhimu sana. Mara nyingi wakati naona mambo yamekuwa mengi, mawazo, huzuni, labda tamaa nini, alafu nagundua kwamba sijasali, na fadhali kupiga stop, kufanya hata kama kasala kadogo, kama hata kama dakika 5, kupotea kwenye map, kuacha shughuli zote, potea dakika 5 mbele za Yesu, mbele ya Maria, rudi, utaona kila kitu kimebadilika. Unajikumbushaje kusudi lako pale unapochoka au kuchanganyikiwa? Kwa kweli uzuri ni kwamba jukumu hili hatujibi wenyewe, ni Yesu Kristo. Kwa hiyo Yesu Kristo anatuma watu, vitu, ibada zenyewe, yani yale majukumu yenyewe. Ndio. Unakuta kwamba yanakurudisha umo. Unaweza kujikuta unafanya ibada kimazoea au nini, umo. Yesu Kristo pia anakuja kwa ajili yetu sisi. Alisema Mtakatifu Agustino, mimi kwa ajili yenu ni askofu, padri, ni mkuhani, ni mchungaji, lakini pamoja nanyi mimi ni Mkristo. Kwa hiyo pamoja nanyi pia ni kondoo. Na yeye alisema la kwanza ni jukumu ambalo linatisha, la pili ni faraja. Kwa mimi pia ninaye mchungaji wangu ambaye ananilea. Sawa. Ni somo gani kubwa ambalo maisha ya upadre yamekufundisha hadi sasa? Kila mtu ameumbwa kwa ajili ya kujitoa, kwa ajili ya kuwa mlezi na kuchangia katika maisha ya watu wengine. Hakuna aliye hapa kwa ziada. Ndio. Turudi kwa vijana. Sasa tunaamini wewe mwenyewe ni kundi hilo. Kwa mtazamo wako, changamoto kubwa ya vijana leo ni ipi? Mara nyingi tunasema vijana kujitambua, ingawa ni kweli, lakini mimi napenda kusema vijana ni tunu, vijana ni hazina. Yaani kijana kugundua kweli utambulisho wake, hasa hapa Tanzania ambapo kuna utandawazi unatuwekea mbele aina nyingi za ndoto ambazo zote zinaahidi furaha, na hivyo kijana anajikuta amechanganyikiwa katika namna 10 za kuwa na furaha katika maisha yake. Kuna ile ya Mungu, kuna ile ya familia, kuna ile ya ukoo, kuna ile ya kazini, ya masomoni, ya kwenye TikTok na kadhalika. Kwa kuukuta kweli kile ambacho kitamshibisha kweli maishani, nadhani ndio changamoto kubwa. Vijana wengi wanapoteza mwelekeo wa imani. Unawashauri nini? Kwa kweli kwenye imani ni kukaa pamoja. Hata Yesu Kristo anatokea katikati ya mitume, hata wao walichanganyikiwa, hata wao waliona hofu, hata wao walikimbia, hata wao walikwazika na dhambi zao na waliona hawafai tena kumuona Yesu Mungu. Lakini walipokutana kati yao, Yesu mwenyewe alionekana katikati yao, akamwambia amani iwe kwenu. Kwa hiyo kukutana na vijana wenzako wa Katoliki, hata ikiwa mko wadhaifu, mtaonja ushindi wa Mungu katikati yenu, hawaachi. Je, ni bado naona wito wa upadre unavutia kwa kizazi hiki? Kabisa. Sababu ya kwa kusema miito inapungua sio kwa sababu ya kwamba wito hauvuti, kinyume kabisa. Kinachofanya labda ni kwamba hatuoni mifano bora, au pia kwamba shetani anashambulia familia. Ikiwa katika kijana haoni katika familia kwamba inawezekana kujitoa na kuwa na furaha, basi atakuwa na hofu maradufu kwenye masuala ya kujitoa kikamilifu, tuseme katika maisha ya wakfu. Kwenye maisha kila mtu ana kipindi kigumu. Mguse kijana sasa hivi yote anayepitia katika kipindi kigumu katika maisha yake. Sio mwisho. Nilionja mara nyingi na sifichi kwamba hata niliwaza maana ya maisha yangu na kama kweli nafaa niwepo, hasa mimi ambaye nilizaliwa katika mazingira hayo. Niliwaza ikiwa labda nimezaliwa kimakosa au kwa bahati, na jibu ni kwamba wewe ni zawadi ya Mungu kwa ulimwengu huu.
Kwa hiyo zawadi lazima itolewe, zawadi lazima ni nzuri. Ikiwa mtu hatambui thamani yako, ni kwa sababu labda sio mahali au wakati sahihi, lakini thamani unayo. Na ukija kwa Mungu, kutana naye, patana naye, mwaga moyo wako mbele yake na mbele ya kanisa lake, na utaona kwamba hajakuacha, kwamba hata katika kipindi kile kizito, katika kile kigumu, Yesu amekwepo. Alipolia Eloi Eloi lama sabachthani, Mungu wangu mbona umeniacha, amefanya kwa ajili yako na kwa ajili yangu, ili tuweze kuonja ushindi wake. Hatuko peke yetu. Amina. Tumekuwa serious sana na maswali. Sasa hivi tuenjoy kidogo. Ndio. Nakuwa natamka vitu viwili, unachagua kimoja wapo. Ndio. Naanza kwa mfano. Ndio. Asubuhi au usiku? Usiku. Kwa nini usiku? Kumetulia. Mungu mwenyewe amezaliwa usiku, amefuka usiku, ameumba dunia usiku. Amefunga bahari usiku. Usiku ndo matukio. Tuna maswali matatu. Chai au kahawa? Kahawa. Kahawa. Siwezi zote, lakini napenda kahawa. Sawa. Vitabu au simu? Vitabu. Ingawa mikono yangu inanisaliti, nakaa sana na simu, lakini vitabu, yani dakika 15 na kitabu kimenipa matunda ya miaka 3. Dakika 15 na simu inanipa frustration. Kusoma kitabu na kuangalia filamu? Tena kitabu. Inanipa nafasi ya imagination, ya ubunifu wangu kuweza kujaza nafasi. Filamu ni nzuri kukamilisha, lakini kitabu kiwe ni msingi. Okay. Ukipata siku moja mapumziko bila majukumu yoyote, tunamulie kidogo leo kidogo, utafanya nini? Zanzibar moja, bahari mpaka nikome. Kula samaki, pweza, rudi usiku, maisha endelee. Kuna wanasema kila mtu ana neno moja ambalo linaweza kumuelezea yeye ni nani. Wewe hilo neno moja ni lipi? Okay. Nachukua kwa watu. Kwanza walikuwa wananiita mwana falsafa, yani diplomat, yule wa kupatanisha watu au kupunguza mafarakano. Baadaye wakaniita msheshi, yani ile kila kitu anacheka na anachukulia ni kama anachukulia poa na nini, lakini pia nakawa very serious na badilika ghafla. Kwa kweli nyingine nimependa ni zebra. Kwa sababu Tanzania inaonekana mzungu, Ulaya inaonekana Mwafrika. Kwa hiyo niko katikati. Na siku hizi wananiita msemaji mkuu, kwa sababu kila kitu naongeza maneno, naongea sana. Kwa hiyo na wewe tukupe cheo kwenye Simba na Yanga kule, uwe msemaji wao. Umezungumzia Zanzibar na sehemu nyingine ambazo zinahusiana na bahari. Ndio. Tutoke huko. Turudi. Je, ungependa leo ukipata nafasi ya kusafiri popote duniani, utaenda wapi? Bila shaka ningerudi nchi takatifu, nilipata bahati ya kwenda. Lakini kama walivyosema Sauti Sol, I wanna live and die in Africa. Kwa hiyo kweli nimeona kwamba popote pale ambapo Mungu amenituma, ameruhusu niwepo, pale nimekutana na furaha. Tunaenda kwenye maswali kidogo ambayo yanahitaji reflection. Ndio. Tunaomba tujibu kwa upole na kwa ufupi, bila kwa maelezo mazuri zaidi ambayo ataona anafaa. Ukiangalia maisha yako yote, ni jambo gani unajivunia zaidi wewe kama wewe, ukitoa upadri na maisha yako ya kawaida kwa ujumla? Kusema ndio. Kitu ambacho mimi najivunia ni kwamba wakati ule ambapo niliona Mungu anafungua milango, kutosita. Yesu hakuwahi kumfokea mtu aliyekosea, aliyethubutu. Alikuwa mkali na wale ambao hawakuthubutu kufanya maamuzi. Kwa naamini kwamba ukiona mlango, kuchukua nafasi, kuchukua fursa, ndo jambo jema kuliko yote. Okay. In fact, sasa hivi umepewa nafasi. Ungeweza kubadilisha nini kwenye maisha yako? Nakataa. Una cha kubadilisha? Sina. Kwa sababu hata yale makosa ambayo nimejuta au ya wengine, leo naona yamenisaidia sana kuelewa majeraha na matukio na magumu wanapitia wenzangu, na kuona kwamba Yesu Kristo amenivusha kule. Kwa hiyo nimeonja upendo wake kwa namna ya pekee. Kwa kama Waswahili wanavyosema, mtu akija kwako, either atakunufaisha au atakufunza. Ndio. Ni either of the two. Ndio. Kwa sasa ungependa watu kukumbuke kwa lipi? Tabasamu. Sipendi wanione nikiwa na huzuni, na naona Mungu ananijalia hilo, kwamba hata ikiwa ndani nasikia hicho, lakini kwa ajili yao
Nataka waone sura ya Yesu inayotabasamu. Mara nyingi tunashindwa kuiona, lakini Yesu alikuwa ni mtu mwenye furaha sana, na Mungu anaangalia daima na sura ya tabasamu na ya ridhaa. Kwa natamani watu waweze kuona hayo kupitia sisi. Tunafunga dakika za jioni. Ndio. Ni ujumbe gani wa mwisho kabisa ungependa kuachia wasikilizaji wetu? Halo, mwangalieni Kristo, kwa sababu dunia inataka sana tujilinganishe na watu, ujue thamani yako kwa kujilinganisha na mwingine. Wewe mwangalie Yesu. Yeye kweli ni Mungu sawa, lakini pia ni mwanadamu kamili, anaelewa kabisa yote tunayoyapitia. Na mimi kilichonifanya kweli kupokea wito ni kwamba nilionja kanisa sio kama taasisi yenye sheria na taratibu, bali kama familia iliyonipokea na kunipenda jinsi nilivyo. Asante sana Baba Padri. Asante sana kwa muda wako na kwa kushiriki nasi kwa uwazi na moyo wako. Amen. Na kwa wasikilizaji wetu, tunatumaini mmejifunza na kuguswa na mazungumzo haya. Usisahau kufollow, kushare na kuendelea kuwa nasi kwenye vipindi vijavyo. Mpaka wakati mwingine, amani iwe nanyi.